kusafishia tuko nao sasa tunatumia vizuri. Baadhi ya wadau katika bandari ya Mombasa wamekemea vikali uingiliaji wa kisiasa katika mchakato wa ajira ya nafasi 296 katika mamlaka ya bandari nchini, wakisema hatua hiyo inaweza kudhoofisha utendakazi wa bandari ya Mombasa. Hii ni kufuatia ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi waliowataka wenyeji wapewe kipaumbele na majina ya waliofaulu yatangazwe. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha wafanyikazi wa Gati Paul Abisa amesema madai hayo ni njama ya kupotosha mchakato wa kimaslahi binafsi. Wadau wamesisitiza kuwa ajira hiyo inaendeshwa kwa kufuata sheria na taratibu, huku wakitoa wito kwa wanasiasa kuepuka kuingilia mchakato huu. Naona Kisumu inaendelea vizuri. Kama kuna shida ya kuajiri watu wengi, sisi tungeomba ikiwezekana ile system ya white card iweze kurudi, ndio kazi iweze kupatikana kwa vijana wengi. Sisi tunaomba hivyo. Kumekuwa na shida miaka miwili. Poti haifanyi kazi kwa sababu ya kitu kinaitwa EGP. Sasa wakati huu nafasi zinaanza kupatikana, tunaanza siasa ya kukosoa. Sisi wenyewe wa Mijikenda tunawekwa katika kikapu cha ukosoaji na sisi hatuna. Hili ni jambo la aibu kwetu sisi. Na ukiona viongozi wanaongea, hawaongei ni sauti zao. Viongozi wanaongea kwa niaba ya watu ambao kwamba ni wanyonge walioko chini yao. Mashirika yote haya yaliyoko hapa ndani ya Mombasa, yote yako pale. Hakuna hata mtu mmoja kutoka Mombasa. This is the time to speak out. This is the time to be heard. This is the time to raise your voice. This is the time for you to be counted as mwanamume ama mwanamke katika siasa. Kupanda kwa gharama